Bwana Yesu asifiwe sana. Nikukaribishe mtazamaji wangu na msikilizaji wangu katika kipindi hiki kizuri kabisa cha Tuijenge Ndoa Yetu. Na mimi ninayekuletea kipindi hiki ni mtumishi wako Peter Undole kutoka Potters Church of Tanzania, Mbezi, Dar es Salaam. Nianze moja kwa moja kwa kukuletea neno la Mungu kutoka katika kitabu kile cha Mithali sura ya 25 na mstari ule wa 28, ambapo Biblia inasema, asiyetawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na ukuta. Asiyetawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na ukuta. Bwana Yesu asifiwe sana sana. Ndugu zangu, ninyi ambao mko kwenye mahusiano, kwa maana ya kwamba mko kwenye ndoa takatifu, lakini wale pia ambao wanatarajia kuingia katika mahusiano ya kindoa, nianze tu kwa kusema kwamba ndoa ni jambo jema sana, ni jambo zuri sana, tofauti na watu wanavyotaka kulitengenezea picha mbaya. Katika siku hizi za usoni tumeona watu wanataka kutengeneza picha mbaya kwa habari ya ndoa, kwamba ndoa ni kitu hakifai, ni kitu chenye matatizo, ni kitu kinaumiza, ni kitu ambacho kinaumiza watu. Kwa hiyo ni afadhali nikae single, ni afadhali sijui nisiolewe au nisioe. Nataka nikueleze namna hii kwamba Mungu, ndoa ni kitu kizuri kwa sababu kilikuwa designed na Mungu, kilidesigniwa na Mungu. Mungu hajawahi hata siku moja kudesign kitu kwa hasara ya mwanadamu, hajawahi. Mungu hajawahi kudesign kitu ili kimletee mwanadamu sonona, kimletee masononeko. Hapana. Mungu alidesign ndoa akiwa na kusudi jema kabisa, kwamba mwanadamu afurahie hiyo ndoa, na mwisho wa siku hayo mahusiano ya kindoa, mahusiano matakatifu, yaweze kumpa Mungu heshima na utukufu, na Mungu aweze kufurahi. Huo ndio mpango wa Mungu. Kwa hiyo ndoa haijawahi kuwa kitu kibaya kama Mungu alivyokusudia, lakini dosari ya mahusiano haya imeingia kwa sababu ya dhambi. Dhambi imekuja kufanya sasa kwamba ndoa ionekane kama kitu kibaya, kama kitu hakifai vile, lakini hapana. Tangu mwanzo Mungu alimuumba mtu mume, mtu mke, akiwa na malengo makususi kwamba wafurahie uwepo wao wote wawili, na mwisho wa siku wamtukuze Mungu aliye hai. Kwa hiyo hakuna dhambi ilipoingia, kitu ilichofanya ilimuondoa Mungu katikati ya wanandoa, Na kwa sababu hiyo nataka niweke wazi kabisa, hakuna namna tunavyoweza kufurahia ndoa au kuwa na amani katika ndoa kama mahusiano yetu haya ya watu wawili hayajamuhusisha Mungu kuwa mtu wa tatu. Haiwezekani. Ndio maana ndoa yenye furaha, msingi wake lazima uwe neno la Mungu. Ndoa yoyote yenye amani, msingi wake sio mafundisho ya mtaani huko, hapana. Mafundisho ya kiulimwengu yasiyo na uzima, hapana. Ndoa yenye furaha na amani, msingi wake ni mafundisho yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hayo ndiyo yatatengeneza ndoa yenye furaha, ndoa yenye mwelekeo, ndoa yenye amani, kwa sababu mafundisho yenye uzima yanamleta Mungu katikati au baina ya watu wawili waliopendana na kuheshimiana na kukubaliana kwamba watakuwa na maisha ya pamoja.
Sasa Mungu alivyotuumba aliweka mambo mengi sana ndani ya wanadamu, na kati ya mambo aliyoyaweka ambayo nataka niyazungumzie leo ni vitu viwili vikubwa. Mungu alipomuumba mwanadamu alimwekea uwezo wa kujizuia au uwezo wa kujitawala, tunasema self control. Lakini pia Mungu alimwekea mwanadamu uwezo wa kujipa nidhamu, uwezo wa kujinidhamisha, nasema self discipline. Kama individual, kama mtu binafsi, Mungu alimwekea mtu vitu hivyo, uwezo wa kujitawala au kujizuia, na uwezo wa kujidiscipline, uwezo wa kujipa nidhamu, Sasa dhambi ilipoingia ikamong'onyoa, ikamwondolea mtu uwezo wa kujizuia, ukamwondolea mtu uwezo wa kujipa nidhamu yeye mwenyewe. Na ndio maana Biblia inasema hapa kwenye Mithali 25:28 kwamba mtu asiyeweza kujizuia, asiyeweza kujitawala ni sawasawa na mtu ambaye ni sawasawa na nyumba au boma ambayo imekosa ukuta. Nyumba ambayo imekosa ukuta, kwa sababu enzi hizo nyumba au boma ilikuwa inawekewa ukuta, na ukuta ilikuwa ni ishara ya usalama, kuzuia wezi, kuzuia majambazi, kuzuia. Sasa anasema asiyetawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na ukuta. Yaani wewe kama huwezi kutawala roho yako au nafsi yako, ni sawasawa na mji uliobomolewa. Mji uliobomolewa ukoje? Yani hauna nyumba, hauna nini, yani umebomolewa. Adui ameingia, amechukua kila kitu, umebomolewa. Hauna ukuta. Lakini mji wenye ukuta manake unazuia mashambulizi, unazuia adui kuingia. Kwa hiyo kunakuwa na usalama kule ndani. Kwa hiyo ili mahusiano ya kindoa yaweze kuwapa watu furaha na amani na kumletea Mwenyezi Mungu heshima na kutimiza makusudi aliyoyakusudia, vitu hivi viwili ni msingi sana kwa mwanamume na kwa mwanamke. Hivi vitu viwili hivi, self control au controlling yourself, and self discipline au disciplining yourself, kwa mtu mume na mtu mke ni vitu muhimu sana. Ndugu zangu, Mungu alipo design swala la ndoa, sioni mahali popote, labda kwa sababu ya ignorance yangu, ujinga wangu, lakini katika hali yangu ya kusoma Biblia sioni mahali popote Mungu akimwambia mwanadamu, akimwambia mtu mme kwamba mcontrol, mtawale mke wako, umeone, au mtawale mume wako. Sioni maelekezo ya namna hiyo, kwa maana ya kwamba mume anaweza akatamani sana kumtawala mkewe kuliko kujitawala yeye, na hapa ndipo tunapofeli. Mke ana shauku kubwa sana ya kumtawala mumewe kuliko anavyojitawala yeye. Ukisoma Biblia vizuri, Biblia inatuelekeza tujitawale sisi. Mimi kama mtu mume kwenye ndoa, ili ndoa yangu iwe na furaha, lazima nijue kujitawala mimi sana kuliko kumtawala mke wangu, na mke wangu lazima ajue kujitawala yeye sana kuliko kunitawala mimi. Lazima ajue kujipa yeye nidhamu sana kuliko anavyotaka kuja kuninidhamisha mimi. Hiyo ndio principle ya Mungu aliye hai. Kwa nini ndoa nyingi zinakosa furaha na amani? Kwa sababu wenzi wetu wanataka kututawala sisi sana kuliko wanavyojitawala wao wenyewe.
au sisi tunang'ang'ana sana kuwatawala na kuwanidhamisha wenzi wetu kuliko tunavyotaka kujitawala au tunavyoweza kujitawala sisi wenyewe. Maagizo ya Biblia ni kwamba sisi, sehemu nyingine anasema tuwe na kiasi, manake tujizuie, tujitawale. Sasa unasema mchungaji, kwani kujizuia maana yake nini? Kujizuia maana yake nini? Au kujitawala kujizuia maana yake nini? Au kujitawala maana yake nini? Kujizuia au kujitawala is self control, ni uwezo wa mtu kutawala hisia zako au zake, mihemko yako, shauku zako na matamanio yako, kwa sababu sisi kama wanadamu tumeumbwa na matamanio, tumeumbwa na shauku, tumeumbwa na hisia, tumeumbwa na nguvu, na nguvu. Sasa Mungu anataka anataka na ametuwekea huo uwezo ndani, japo tuliupoteza kwa sababu ya dhambi, lakini tunapomwamini Yesu Kristo tunarudishiwa uwezo wa kujitawala. Maana yake nataka tutawale nguvu tulizo nazo. Kila mtu Mungu amempa nguvu ya kimaamuzi, nguvu ya kuwaza, nguvu ya kushawishi. Usipokuwa na uwezo wa kutawala nguvu ulizo nazo, ukaziwekea mipaka, ukazikontrol, hizo nguvu zinaweza zikasababisha uharibifu katika maisha ya ndoa. Unaweza ukazitumia hizo nguvu kumpiga mwenzako, unaweza ukazitumia hizo nguvu za kimaamuzi au za kuzungumza, ukazitumia kumwambia mwenzako maneno mabaya, ukazitumia kumtukana mwenzio, kumdhalilisha mwenzio. Kwa hiyo Mungu anaposema uwe na self control, ujitawale, ujizuie, maana yake nataka utumie uwezo wako kutawala maamuzi yako ya kifikra, kutawala maamuzi yako ya kimaongezi. Unaongea nini? Unamwambia mwenzako nini? Wakati gani? Kutawala hisia zako. Usiwe na hasira tu ukatoka hapo ukaenda kupiga, ukatoka hapo ukaenda kutukana. Mungu anataka uwe na self control, yani uweze kujicontrol yourself, uweze kujitawala, uweze kujizuia, hasira yako isilete madhara. Uwezo wako wa kuongea usitumike vibaya kwa kuongea maneno mabaya. Uwezo wako wa kuongea uweze kuutawala kwa kutumia maneno mazuri yanayoweza kujenga, yanayoweza kumsahihisha mtu. Ndio maana Mungu anatutaka sana, ili tuweze kuwa na ndoa yenye furaha, ndoa yenye amani. Uwezo wa kujitawala ni kitu muhimu sana, kwa sababu uwezo wa kujitawala utatufanya tutawale appetite zetu, tutawale shauku zetu, tutawale matamanio yetu. Ndoa nyingi na mahusiano mengi yanaharibika kwa sababu tunashindwa, mimi mtu mume au mtu mke anashindwa kutawala matamanio yake, akaacha mke wake akaenda nje, akaacha mume wake akaenda nje, anashindwa kutawala appetite zake. Kilio chetu siku ya leo kiwe, Mungu, ninaomba unipe uwezo wa kutawala appetite zangu. Ninaomba unipe uwezo wa kutawala matamanio yangu, kutawala hisia zangu, kutawala uwezo wangu wa kifikra na wa kimaamuzi. Nisifikirie vitu negative mpaka vikanifanya nilete mambo negative kwenye ndoa yangu. Hapana. Lazima Mungu atupe neema, tumuombe Mungu atupe neema ya kuweza kutawala namna tunavyowaza, namna tunavyowawazia wenzetu. Tusiwawazie tu vibaya mpaka tunafika mahali hatutamani tena kuwa nao, hatutamani kuwaona tena pale. Hapana. Kitu kimojawapo kikubwa
kinachoweza kuleta ndoa au mahusiano yenye furaha na amani ni uwezo wetu wa kujitawala. Biblia inasema self control, kuwa na kiasi, uwezo wa kujizuia. Unataka kulopoka neno gumu, unajizuia. Unataka kupiga, unajizuia. Unataka kulipuka na hasira, unajizuia. Unataka kumdhalilisha mtu, unajizuia. Unataka kumsema vibaya, unajizuia. Unarudi. Utakuwa na ndoa yenye furaha sana na amani ya kutosha. Lakini ukikosa jambo hili muhimu katika ndoa, kujizuia, kujitawala, wewe utakosana sio na wanadamu tu, lakini utakosana mpaka na Mungu pia. Mahusiano yako na Mungu pia yataharibika. Self control inatuzuia na mambo yote ambayo yangetuletea uharibifu katika maisha ya mahusiano au maisha ya ndoa. Ndiyo kazi ya self control. Inakuzuia na mambo yote ambayo yangeweza kuleta uharibifu kwenye ndoa. Inakupa kujitawala, inakupa kujizuia namna hiyo. Kwa hiyo self control ni kitu ambacho kinakusababishia, kinakuletea usalama, kinakuhakikishia usalama kwenye ndoa yako. Kwenye ndoa yako. Kwa sababu unajiuliza ni mambo gani hatarishi ambayo yanaweza kuhatarisha ustawi wa ndoa yangu. Kazi ya self control ni kukuzuia usiape nafasi hayo mambo yakahatarisha usalama, yakahatarisha furaha na amani ya mahusiano yako. Unasema kwamba nitajiepusha na hasira, nitajiepusha na matukano, sitafanya shambulio la aibu kwa mke wangu au kwa mume wangu, nitajizuia kufanya hiki na kile, nitajizuia kwenda kwa mwanaume mwingine au mwanamke mwingine. Utakuwa una maintain professionalism, una maintain ile hali ya mtu kwenye ndoa au mahusiano anavyotakiwa awe. Utakuwa unalinda au unatunza ile nini tunasema professional ethics. Kila profession ina ethics zake. Kila taasisi au tasnia ina maadili yake, na kwenye ndoa pia kuna maadili yake. Uwezo wa kujitawala utakusaidia wewe kutunza uadilifu unaotakiwa kwenye ndoa, kutunza zile ethics za kindoa. Kwa hiyo utajizuia usitukane mkeo au mumeo, utajizuia usipige, utajizuia usiseme kwa hasira, utajizuia na utafanya vile ambavyo unatakiwa. Kwa hiyo ni muhimu kumuomba Mungu sana kwa ajili ya uwezo wa kujizuia. Kwenye Biblia uwezo wa kujizuia huu ni tunda la Roho Mtakatifu. Ni uwezo tunaopewa na Roho Mtakatifu. Unazuia hasira yako, unazuia mawazo yako mabaya, unazuia ili usilete uharibifu. Mtu yoyote asiyeweza kujizuia au kutawala nafsi yake ni kama boma lililobomolewa. Ukiwa mchungaji usiyoweza kujizuia ni hatari sana. Ukiwa mwanamke usiyoweza kujizuia ni hatari sana. Unaweza kumwambia mume wako chochote, mahali popote, wakati wowote, bila kujali kwamba hapa kuna watu au kuna nini. Hutajali kwa sababu huwezi kujizuia, huwezi kujikontrol. Unalopoka tu. Huchagui maneno ya kumwambia mumeo, huchagui maneno ya kumwambia mchungaji wako, huchagui maneno ya kumwambia mke wako, unalipuka tu. Huchagui vitu vya kumfanyia mke wako. Umekasirika, utaamua kurusha ngumi, utaamua kutoka hapo nyumbani, utaamua kutokuacha hela. Huchagui vitu vya kufanya. Kwa nini? Wewe ni kama boma
iliyobomolewa namna hii, isiyo na ukuta. Ni kama mji uliobomolea usio na ukuta. Adui anakuingia na anakusababisha ufanye mambo ya hovyo. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kujitawala. Tumuombe Mungu. Mtu anayeweza kujitawala ni mtu mstaarabu sana, atakayekuwa na hasira lakini ataitawala hasira yake, atakayekuwa na maneno mengi tu ya kusema, lakini atachagua neno gani litamfaa na kumponya mke wangu na si kumuumiza, neno gani litamfaa na kumjenga mume wangu na si kumuumiza. Lakini jambo la pili linaloweza kutuletea furaha na heshima na amani katika ndoa ni self discipline, au tunasema disciplining yourself, uwezo wa kujipa nidhamu, uwezo wa kujipa nidhamu. Ndoa nyingi sana na mahusiano mengi sana yameharibika kwa sababu watu tumeshindwa kujipa nidhamu. Tumeshindwa kujipa nidhamu. Tumeshindwa kujipa nidhamu. Self discipline, huu ni uwezo wa kufanya jambo unalopaswa kufanya kwa muendelezo hata pale ambapo husikii kufanya jambo hilo. Hiyo ndio tunaita self discipline, au kwa lugha nyingine commitment. Unafanya jambo unalopaswa kufanya kwa muendelezo, sio umefanya leo kesho umechoka, kesho kwa muendelezo hata pale ambapo husikii kufanya, lakini wewe bado unafanya. Uko committed. Uko committed. Kwa mfano, kwenye ndoa tunahitaji kusameheana. Mume amsamehe mke, mke amsamehe mume. Hili jambo sio la kufanya leo kesho ukaacha, kesho kutwa ukaacha. Hapana, hili ni jambo la kufanya kwa muendelezo. Hata pale ambapo husikii kumsamehe mumeo, unapaswa kumsamehe. Hata pale ambapo husikii kumsamehe mkeo, unapaswa kumsamehe. Wewe tutakuwa tunakuita mtu mwenye nidhamu, mtu mwenye discipline, mtu mwenye discipline. Kwa sababu unafanya jambo ambalo unapaswa kufanya kwa muendelezo. Sio kwamba ulisamehe jana unasema sikusamehi, wewe umezidi sana, kila siku unakosea tu. Wewe utakuwa huna nidhamu. Au unapaswa kuombea ndoa yako, unapaswa kuombea mahusiano. Hakuna mahusiano yanayoweza kudumu, kuleta furaha na amani nje ya maombi, haiwezekani. Lakini wewe mwezi mzima unakaa huombei ndoa yako, wiki zinapita huombei ndoa yako, wewe huna nidhamu, huna nidhamu. Lakini mtu mwenye nidhamu katika ndoa yake, kila iitwapo leo ataipeleka ndoa yake mbele za Mungu aliye hai. Huyu mtu yuko committed. Huyu mtu ana nidhamu, ana nidhamu, ana nidhamu. Kwa sababu kazi ya nidhamu ni kukufanya ufanye vitu vitakavyokuletea maendeleo, vitu ambavyo vitakavyokufanya vitakavyokuletea prosperity, vitu ambavyo vitakavyokufanikisha. Unapokosa nidhamu, ndoa haiwezi kufanikiwa. Na moja kati ya mafanikio ya kwenye ndoa ni ndoa kuwa na furaha, ndoa kuwa na amani. Kuna vitu ukikoma kuvifanya kwa sababu umechoka, kwa sababu husikii tena kuvifanya kwenye ndoa, huwezi kufikia ndoa yenye furaha na amani. Wewe umekosa commitment kwenye ndoa, umekosa. Hutaki, unaacha hela unavyojisikia, umeacha leo, kesho unasema hawa hawana adabu, huachi. Umemheshimu mume wako leo, kesho umemwonyesha dharau kwa sababu sijui labda hana, kwa hiyo unamwonyesha dharau tu, unamjibujibu unavyotaka tu. Hapana, hapana. Unawajibika kumjibu mume wako kwa nidhamu, leo, kesho, kesho kutwa, kwa muendelezo. Hata pale usipojisikia kumjibu kwa nidhamu, unapaswa kumjibu kwa nidhamu. Hata pale unapojisikia kwamba hutaki tena kumheshimu mkeo au mumeo, unapaswa kumheshimu mumeo au mkeo
kwa muendelezo, hiyo itakuletea mafanikio katika ndoa. Kwa hiyo kazi ya self control, uwezo wa kujizuia na kujitawala, ni kutulinda dhidi ya mambo yanayoweza kuharibu ndoa zetu, mambo yanayoweza kuondoa furaha, kuondoa umoja wetu, kuondoa vile vihatarishi vyote. Uwezo wa kujizuia unatulinda tusifanye mambo yanayotuletea uharibifu, lakini uwezo wa kujipa nidhamu, self discipline, yenyewe inatufanya tuwe committed, inatufanya tujitoe zaidi kufanya mambo ambayo yatatuletea furaha na amani zaidi. Self control inatuepusha na mambo ambayo yangeweza kuleta uharibifu. Self discipline inatupa commitment kufanya mambo ambayo yataimarisha mahusiano yetu. Huchoki kufagia nyumba, huchoki kusafisha nyumba. Unajisikia hujisikii, utasafisha nyumba na kuweka mazingira ya nyumbani kuwa mazuri. Unajisikia hujisikii, utaacha pesa ya kuhudumia familia, utawajibika. Katika mazingira yoyote utawajibika. Sio kwamba umewajibika leo kesho umeacha, hapana. Self discipline, disciplining yourself itakufanya uweze kujenga ndoa au hayo mahusiano kuwa yenye furaha na amani. Sikiliza kwa makini. Watu wengi wamekuwa wanatafuta fedha na Mungu amewajalia wanapata, wametafuta elimu wamepata, wamekuwa na vipawa mbalimbali, lakini bado fedha na elimu havijaweza kuwaletea furaha katika mahusiano. Sisemi kwamba pesa ni mbaya au elimu ni mbaya, lakini havijaweza kuwaletea amani katika mahusiano. Vipawa havijaweza kuwaletea amani na furaha. Lakini mambo haya mawili yabebe, mambo haya mawili. Pamoja na fedha ulionayo, ongeza uwezo wa kujizuia au kujitawala. Pamoja na fedha ulionayo na elimu ulionayo, ongeza kitu hiki, mtu wa Mungu, uwezo wa kujipa nidhamu. Jinidhamishe wewe mwenyewe. Fanya vile vitu ambavyo hata usikii kuvifanya kwenye ndoa yako kwa muendelezo. Hata kama umekasirishwa, hata kama umeudhiwa, lakini kuna mambo unayopaswa kufanya, usiache kuyafanya. Yafanye. Kama ni kumpa mume wako tendo la ndoa, mpe. Kama ni kumpa mume wako tendo, mpe. Hata kama umekasirika, hata kama umeudhiwa, hiyo ni nidhamu. Umejidiscipline kwamba utafanya unalopaswa kufanya hata kama husikii kufanya hilo jambo, kwa sababu linachochea amani na furaha na ustawi katika mahusiano au katika ndoa. Huwezi kusema kwamba amenikosea na yeye simpi tendo la ndoa, wewe huna nidhamu. Amenifanya hivi na hivi, simpi tendo la ndoa, wewe huna nidhamu, huna discipline, na kwa sababu hiyo utabomoa hayo mahusiano, utabomoa. Mungu anatutaka tuweze kuwa na uwezo wa kujitawala na uwezo wa kujidiscipline. Kumbuka ya kwamba ndoa nyingi na mahusiano mengi yanaharibika kwa sababu mtu mume ameacha kujitawala yeye, anataka sana kumtawala mwenzake. Nataka nikwambie hivi, au mtu mke ameacha kujitawala yeye, lakini anataka sana kumtawala mume wake, Biblia iko wazi kabisa. Mungu hajatupa mandate ya kutawala wengine, ametupa mandate ya kujitawala sisi. Huwezi ukaleta furaha na amani kwenye ndoa kwa kumtawala mwenzako alafu ukaacha kujitawala wewe. Hapana. Tutaleta furaha na amani kwenye ndoa kila mtu akijitawala yeye, akijizuia yeye na mambo yanayoweza kuleta uharibifu kwenye ndoa, akijizuia yeye. Sio kumzuia mwenzako asiende sijui kuzini, kufanya nini, ni sawa, lakini sehemu kubwa iwe wewe kujizuia wewe. Yaani kama mume akijizuia kwenda kuto kuzini nje, mke akijizuia kwenda kuto kuzini nje, nani atakayemtawala mwenzake? Sasa una haja gani ya kumtawala mwenzako ikiwa mwenzako amejizuia,
ameonyesha uwezo wake wa kujitawala, kucontrol hasira zake, kucontrol appetite zake, amecontrol matamanio yake, ameyatawala. Na hata ninyi watu ambao mnasema mwanamke huyu ananitawala sana, ananitawala, anakutawala kwa sababu wewe umeshindwa kujitawala. Wewe ungetawala appetite zako, yeye angepata wapi nguvu ya kuja kukutawala? Wewe ungetawala hasira zako, yeye angepata wapi nguvu ya kuja kukutawala? Lakini kwa kusema hivyo, simpi ruhusa mwanamke amtawale mwanaume au mwanaume amtawale mwanamke. Kila mtu ajitawale, ajizuie yeye mwenyewe, ajizuie yeye mwenyewe. Tunapenda sana sisi wanaume kuwapa nidhamu wanawake, kuwanidhamisha wanawake. Wanapenda sana kutunidhamisha sisi, kutupa nidhamu sisi. Biblia inakutaka ujipe nidhamu wewe mwenyewe. Nijipe nidhamu mimi mwenyewe, kwa sababu Mungu amemuumba kila mtu kama as an individual, amemuumba kila mtu kipekee. Kwa hiyo hebu tekeleza huo upekee Mungu aliyokupa wa kujipa nidhamu. Usijiache tu mtu asiyokuwa na nidhamu ukawa unafanya mambo ya hovyo. Hebu jipe nidhamu ili uweze kutengeneza familia yenye furaha, familia yenye furaha. Unapokosa nidhamu unatuletea matatizo kwenye mahusiano, kwa sababu utaacha kuwa committed, utaacha kufanya mambo ambayo ndiyo yataleta furaha na amani. Utaanza kusababisha vurugu. Ndoa nyingi zinaparanganyika sasa hivi kwa sababu tunapambana kuwafanya wenzetu wawe na nidhamu, wakati sisi wenyewe tumepoteza nidhamu. Tunapambana kuwatawala, kuwazuia wenzetu wasiwe na hasira, wasitoke nje ya ndoa, lakini wakati sisi tunatoka nje ya ndoa tumeshindwa kujizuia. Mtu mmoja akasema, if you want to conquer the world, conquer first yourself. Ukitaka kuushinda ulimwengu, jishinde kwanza wewe mwenyewe. Chukua hii principle. Ukitaka kumshinda mke wako, kumtawala mke wako, hebu jitawale kwanza wewe mwenyewe. Ukitaka kumnidhamisha mke wako, hebu jipe nidhamu wewe mwenyewe. Ukitaka kumtawala mmeo vizuri, jitawale kwanza wewe mwenyewe. Ukitaka kumpa nidhamu mume wako vizuri, hebu jipe nidhamu kwanza wewe mwenyewe. Wewe huna nidhamu, alafu unataka kumnidhamisha mme wako, utaweza wapi? Wewe mwanaume huna nidhamu, huna uwezo wa kujitawala, alafu unataka umtawale mke wako, utaweza wapi? Hiyo ni tofauti na principles za kimungu. Haiwezekani kabisa. Mtaishia kwenye vurugu na mambo ya design hiyo, haya mambo mawili haya, self control and self discipline. Disciplining yourself and controlling yourself ni mambo ambayo yanatusaidia sisi wachungaji kwenye mambo ya uongozi, ni mambo ambayo yatamsaidia mtu wa kawaida kabisa kwenye maisha yake. Unapojicontrol, unapojizuia na kujipa nidhamu wewe mwenyewe, huwezi kugombana na majirani ovyo, huwezi kugombana na watu ovyo, utaishi vizuri tu. Na kwa sababu hiyo sisi tulio kwenye ndoa, haya ni mambo ya msingi sana. Ukiona ndoa ina migogoro mingi na matatizo, chanzo chake ni aidha mwanaume hawezi kujizuia au kujitawala, au mwanamke hawezi kujizuia au kujitawala, au mwanaume hawezi kujipa nidhamu yeye mwenyewe, au mwanamke hawezi kujipa nidhamu yeye mwenyewe. Kwa hiyo anahitaji nguvu ya ziada ya kumlazimisha aweze kuwa na nidhamu, kumlazimisha aweze kujizuia na kujitawala, asilete uharibifu. Sasa ile nguvu ya kujizuia ya kumzuia inapotekelezwa, ndio fujo zinakuja sasa kwenye mahusiano, Lakini Mungu ametupa hivi vitu, self discipline na self control, ili tusitumie nguvu zetu na uwezo wetu vibaya, kwa sababu kila mtu kwenye mahusiano, kila mtu Mungu amempa nguvu ya kimaamuzi, nguvu ya kuongea, nguvu ya kimawazo, nguvu ya kiutendaji, nguvu ya kifikra. Sasa usipokuwa na self control, utatumia nguvu ya kimawazo kuwaza vibaya,
kuhusu mke wako au mume wako mpaka utachukia kumuona hapo nyumbani. Ukiwa huna self control, uwezo wa kujizuia, utatumia nguvu zako za kimaamuzi kufanya maamuzi ya hovyo hapo nyumbani ambayo yataondoa furaha na amani, ikiwemo maamuzi ya kumfukuza mkeo au maamuzi ya kumfukuza mumeo. Lakini uwezo wa kujitawala utakupa uwezo wa kutawala nguvu yako ya kimaamuzi, na kwa sababu hiyo, kabla hujafanya maamuzi ya hovyo, utajizuia, utajitawala na utaanza kujitafakari. Watu wengi wameshindwa kutawala nguvu zao za kimaamuzi, wakavunja ndoa. Baada ya wiki chache wakaanza kujuta. Kwa nini? Kwa sababu hawakuweza kutumia uwezo wao wa kujitawala kutawala nguvu yao ya kimaamuzi, nguvu yao ya kimaamuzi. Ndugu zangu, wewe mtu mume au mtu mke, Mungu amekupa nguvu, una nguvu kubwa sana ya kuweza aidha kuharibu mahusiano yako kwenye ndoa au kuyajenga. Sasa ili usiyaharibu mahusiano yako kwenye ndoa, unahitaji kuwa na uwezo wa kujizuia au kujitawala. Zuia hasira yako, zuia maneno yako, usitamke tunakulopoka. Chagua maneno yako. Zuia namna unavyowaza kuhusu mwenzako. Usiwaze vibaya tu kila wakati. Jizuie, jitawale. Zuia kupiga au kufanya mambo yatakayoleta uharibifu. Jizuie, jitawale. Usijifanye kwamba wewe ndio una hasira sana kuliko watu wengine wote huku duniani. Hapana bwana. Usijifanye kwamba wewe ndio una uwezo wa kufanya maamuzi kuliko wengine. Hapana bwana. Mungu hajatuumba sisi kama wanyama, ametuumba sisi kama binadamu. Manake tuna uwezo wa kujitawala, kutawala hisia zetu, kutawala maamuzi yetu, kutawala fikra zetu, kutawala mambo yetu. Lakini hebu jipe nidhamu. Jipe nidhamu. Fanya wajibu wako ule ambao unapaswa kufanya. Onyesha commitment. Msamehe mwenzio, mhurumie mwenzio, mfundishe mwenzio. Jambo la kumfundishana kwenye ndoa ni jambo ambalo tunatakiwa tuwe committed nalo. Sio eti nimekufundisha jana na kueleza jambo hilo husikii. Utafanya mpaka atakapoelewa. Wewe utakuwa ni mtu mwenye nidhamu, na kwa sababu hiyo utatengeneza ndoa au mahusiano yenye furaha. Mungu awabariki sana. Uko mahali pale unasema, mchungaji, laiti ningelisikia maneno haya mapema. Ndoa yangu imeharibika kwa sababu nilikosa nidhamu, nilikosa hali ya kujizuia. Sikujua nini cha kumsemesha mume wangu na nini cha kutokumsemesha. Sikujua nini nifanye na nini nisifanye. Nilikuwa mwanamke niliyekosa nidhamu. Nilikuwa mwanaume niliyekosa nidhamu. Nilikuwa mwanamke niliyekosa hali ya kujizuia. Nilikuwa mwanaume niliyekosa hali ya kujizuia. Nikikasirika naweza kufanya chochote kile. Hii hali imegharimu mahusiano yangu ya kindoa. Ninajuta. Kama unasikia majuto hapo ulipo, hiyo ni sauti ya Roho Mtakatifu. Sauti ya Roho Mtakatifu. Hujachelewa. Mwambie Mungu, nihurumie, ili nitengeneze furaha kwenye ndoa yangu, nitengeneze amani. Ninahitaji kuwa mtu mwenye kujitawala na mtu mwenye kujipa nidhamu. Siwezi hayo mambo kuyatekeleza kwa nguvu zangu mwenyewe. Ninahitaji msaada wako. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Yeye hakutupa ndoa ili zitukoseshe amani. Hakutupa mahusiano ili yatukoseshe furaha. Hapana. Mpango wa Mungu ulikuwa ni mzuri kabisa. Basi Mungu atusaidie ili tuweze kujitawala, tuweze kujipa nidhamu, ili tuweze kufikia ndoa yenye furaha na ndoa iliyobeba makusudi ya Mungu aliye hai. Uko pale unasema, mchungaji, laiti ungeomba pamoja na mimi. Mungu ni mwaminifu. Ninakwenda kuomba pamoja na wewe. Unayenisikia kwenye social media, chukua maombi haya kama ya kwako, kwa sababu maombi hayana umbali, na nguvu za Mungu zitakushukia mahali ulipo. Zitakwenda moja kwa moja kwa mume wako, zitakwenda moja kwa moja kwa mke wako, na Mungu atawaweka kwenye msingi ulio imara. Kwa sababu kumbuka, mahusiano ya kindoa
yanahitaji mtu mume, mtu mke na Mungu katikati yenu. Haiwezekani mahusiano ya kindoa yakaimarika kama Mungu mmemfungia nje. Mahusiano ya kindoa hayaimariki kwa mafundisho ya mtaani. Mahusiano ya kindoa yanaimarika kwa neno la Mungu aliye hai, kwa sababu ndoa sio taasisi ya mtaani. Ndoa ni taasisi ya kimungu na itajengwa kwa neno la Mungu na si kwa maneno ya mtaani. Msingi imara wa ndoa yenye furaha na ndoa yenye amani ni neno la Mungu lenye uzima. Ndio maana Biblia inatutaka tuyafundishe mafundisho yenye uzima, lakini sio mafundisho yenye ya mtaani, kwamba ili mwanamke adumu kwenye ndoa lazima anunuliwe sijui iPhone ngapi, sijui 17, lazima sijui. Hayo ni mambo ya ziada tu, lakini msingi wa furaha na amani kwenye ndoa ni neno la Mungu aliye hai, mafundisho yenye uzima. Ukiyakosa hayo, hata ungenunuliwa Range Rover, hata ungepewa gorofa, hapo huwezi kuwa na amani na furaha kwenye hiyo ndoa, na hiyo ndoa itavunjika tu, kwa sababu tumewaona watu walio na mabusiness makubwa, watu walio na mahela na kila kitu, lakini bado ndoa zilipasuka. Kwa sababu gani? Ndoa zilikosa msingi wa mafundisho yenye uzima. Biblia inasema utafika wakati watu watayakataa mafundisho yenye uzima kwa kufuata tamaa zao wenyewe. Watajipatia walimu makundi, walimu wasiolijua neno la Mungu, ndio watakwenda kufundisha kwenye ndoa zao. Watawaweka kwenye misingi isiyo ya kimungu, misingi ambayo haiwezi kuimarisha ndoa zao. Hiyo ni hatari sana. Lazima turudi kwenye basics. Lazima turudi kwenye msingi ya mafundisho yenye uzima ambayo ndiyo yanaweza kuimarisha ndoa zetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, asante kwa uaminifu wako na baraka zako. Bwana, ninakushukuru kwa sababu wewe ulipo design ndoa, hukudesign ndoa ilete maumivu kwetu, hukudesign ndoa itukoseshe amani Bwana, na kutusababishia chuki na maumivu. Wewe ulitengeneza ndoa kama kitu cha kumletea mwanadamu furaha, faraja na kuimarisha makusudi yako Bwana. Yamkini yuko mama, yuko baba, yuko kijana amesikiliza mafundisho haya yenye uzima. Baba mtakatifu, ninaomba ukampe moyo wa toba, ukampe moyo wa kujutia hali yake ya kukosa nidhamu, hali yake ya kukosa uwezo wa kujitawala. Dhambi ndio imesababisha haya yote Bwana, kiasi kwamba hatamani tena kukaa kwenye ndoa wala hatamani kuendelea kwenye ndoa. Baba mtakatifu, wewe ni Mungu unayerejesha Bwana, ni Mungu unayetengeneza njia mahali pasipokuwa na njia, ni Mungu unayeleta uzima Bwana na uponyaji. Ponya Bwana mabwana moyo wa mama yule ulioumizwa kwenye maisha ya ndoa. Ponya moyo wa mwanaume huyu ulioumizwa kwenye maisha ya ndoa. Baba mtakatifu, ninaomba uwepo wako Bwana ukawarejeze watu hawa pamoja. Uwepo wako Mungu mtakatifu ukawaimarishe katika mafundisho yenye uzima. Uwepo wako Bwana mabwana ukawaletee furaha na amani tena Bwana mabwana. Wape kujua kwamba pesa ni nzuri, lakini pesa si msingi wa furaha na amani katika maisha ya ndoa. Kazi Bwana ni nzuri, lakini kazi sio msingi wa furaha na amani katika maisha ya ndoa. Baba mtakatifu, Mungu mwenye enzi yote, uwepo wako na neno lako lenye uzima ndiyo msingi wa furaha na amani ya kweli kwenye maisha yetu ya ndoa. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninavunja pepo wachafu, roho za uharibifu, ninateketeza katika jina la Yesu Kristo. Rejesha furaha Bwana kwa mama yule, rejesha furaha ya ndoa Bwana kwa baba yule, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Uwepo wako Bwana mabwana Mungu ukawaimarishe tena, wewe ukawe mtu wa tatu kwenye ndoa ile Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo, ninaomba Bwana Mungu mtakatifu na kupokea hiyo restoration kwa ajili ya watu wako. In Jesus name I pray believing, amen. Amini kwamba imekuwa hiyo. Mungu anakurejeza kwa upya. Mungu atakupa amani, furaha.
Mungu atakupa uwezo wa kujitawala na kuwa na nidhamu, na maisha yako ya ndoa utayafurahia, na utatoa ushuhuda kwa Mungu aliye hai kwamba uwepo wa Mungu ndio kila kitu kwenye maisha yetu ya ndoa. Mpaka wakati mwingine tena takapokuletea somo kama hili, ni mimi mtumishi wako Peter Undole wa Potters Church of Tanzania, Mbezi, Dar es Salaam. Mungu awabariki sana na watakia ndoa yenye furaha na amani. Asanteni sana.